na shilingi bilioni 1.3. Na miradi hii itatembelewa, tutaupokea mwenge wetu wa uhuru kupitia njia ya Inyala. Kuna eneo linaloitwa Makwenje kule mpakani mwa Mbarali na halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Kwa sababu sisi tutaupokea kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbarali. Tukitoka pale, mwenge wetu wa uhuru utaenda kuzindua mradi wetu wa oxygen plant. Sisi halmashauri ya wilaya ya Mbeya kupitia mapato ya ndani tumetengeneza plant ya oxygen tunazalisha, na tutategemea kuiuza kwenye vituo vya afya na hospitali tulizokuwa nazo hata kwa mkoa mzima na hata mikoa jirani. Tutakapoanza kuuza tutatangaza. Kwa nini tulivumbua mradi huo? Kwa sababu tumeona kulitokea changamoto ya magonjwa ya mfumo wa hewa na watu wengi walipata tatizo la kukosa oxygen. Sasa sisi kwa kutumia mapato yetu ya ndani na kutumia mifumo ya GOTCOMES tuliopata mapato ya kutosha, tuliona ni heri tukafungua plant ya oxygen. Kwa hiyo ni mradi ambao unaonyesha jinsi tunapopokea pesa ya serikali na kuitendea haki na kufungua kitu ambacho kwenye afya kinatusaidia. Na mradi mwingine ambao mwenge wa uhuru utaupitia ni mradi wa bwalo na matumizi ya nishati safi. Mradi huo utakuwa kwenye shule yetu ya sekondari ya Inezu, ipo kata ya Inyala. Tutaweka jiwe la msingi kwa sababu ni bwalo kubwa ambalo litatusaidia wanafunzi wetu waweze kupata eneo la kupata chakula na kufanya mikutano mbalimbali. Lakini hatukuishia hapo. Nishati safi, tutagawa mitungi ya gesi kwa kaya maskini. Unamkuta mwingine anashindwa kununua mtungi wa gesi lakini anaisikia gesi. Tukazungumza na wenzetu wa OLIS, tukanunua mitungi. Tutachukua kaya maskini kutoka kata ya Itewe na kata ya Inyala. Tumechagua walengwa wachache kati ya walengwa ambao tuliokuwa nao, tumechagua kama walengwa 56. Wengine tutawagawa kutoka kata ya Inyala na kata ya Itewe. Tukimaliza hapo tutakwenda kuzindua mradi wa maji huko katika kijiji cha Shamwengo. Ni mradi mkubwa na unatoa huduma kwa wananchi. Hatukuishia hapo, tukasema mwenge wetu utakwenda kwa ajili ya ujumbe mahususi wa mbio za mwenge wa uhuru ili tuweze kuisikiliza falsafa nzima ya mbio za mwenge, na hasa katika kutuhamasisha kujitokeza kupiga kura kwa umoja wetu kwa amani na utulivu siku ya tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, na vile vile zile jumbe za kila siku ambazo ni mapambano dhidi ya rushwa, ukimwi, madawa ya kulevya, malaria. Nayo tutaona tutakapofika kwenye eneo la chakula ambalo na mdau wetu anamiliki shule binafsi. Pale ndio mwenge utakula chakula pale, na tutakuwa na mradi wa mapambano dhidi ya rushwa na mapambano dhidi ya ukimwi. Mdau huyu ameshirikiana na halmashauri yenye mzalendo na anaupenda mwenge wa uhuru. Kwa hiyo mwenge utajumuika na yeye na tutashirikiana naye na amejitolea kwa hilo. Tukimaliza hapo tunaweza tukawasili eneo la mradi kwa daraja la Idiga. Baadaye tunaenda kwenye eneo la mkesha. Kwenye mkesha tutakeshea katika kata ya Utegule Usongwe, eneo la stendi tarafani. Shime wananchi wote tujitokeze kwa umoja wetu,
tukiushangilia Mwenge wa Uhuru, tukiupokea kupitia miradi, kuona miradi ya vijana ambao tuliwakopesha kwa kupitia fedha zetu za 10%, ambayo hiyo 10% huwa tunaigawa kwa wanawake, vijana na wenye mahitaji maalum. Kwa hiyo tunao vijana, mtaona kuna vijana wamefungua kampuni, wanachakata mahindi, wanatoa unga lishe, na vile vile tutaona kongamano la vijana pale kwenye uwanja wa Mkesha, na mtawaona vijana wa halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Kila mmoja atapata elimu na atasema amefanya nini kwenye eneo ambalo anatoka kwenye kata yake. Kama nilivyosema awali, makata 28 na tuna mazingira ambayo sio rafiki sana, mengine unaenda zaidi ya kilomita 150 na lazima mengine. Kwa hiyo halmashauri yetu jiografia yake ilivyokaa inahitaji sana msaada wetu ili kuweza kuitangaza katika fursa mbalimbali, na hata katika shughuli za kuwaendeleza vijana, kama nilivyosema awali kwamba iko mashariki, kaskazini, kusini na magharibi.